Hello, niwaite aje Rayans. Welcome back to my show. This is my channel Raymond Victor. Thank you for your subscription. Tumetoana mbali from 42 subscribers to sahi tuko 47. Thank you wherever it is that you are. Continue subscribing. Continue commenting. Just comment. Tell me what you think. Okay, tell me what you think of me. Tell me what you think of the show. Tell me what you think of the stories zenye nasemanga. Tell me what you think of everything. Just basically everything about Raymond Victor. Okay? So last time tuliwanga tunaongea kuhusu a story about a certain Kisumu guy mwenye aliomoka akaenda majuu Canada akamake it hivyo big, akakuwa daktari mwingine mkubwa, though waliachana na demu yake wakiwa university. Okay, so leo niko na hii story. It's a story about Kamau. Okay? Kamau walikuanga wana stay Korokocho. Hapa Korokocho. Most of us tunajua Korokocho is an informal settlement just around, okay, Babadogo, sijui Kariobangi North. Yeah, Kariobangi North tu hapa. Yeah, so Kamau alikuanga anaishi na mamake single parent. Okay, mamake waliachana na babake kitambo sana. Single parent, family, yeah, divorce. So walikuwa divorced. Mama na father walikuwa divorced. Na hii family ilikuwa tu blessed to have only one kid, Kamau. So Kamau ndio alikuwa the only child, the only son. Yeye ndio alikuwa firstborn na lastborn. Okay? Unajua kuna wale wazazi wenye wanasemanga mimi siendi kuzaa sana. Yeah, so Kamau ndio alifanikiwa kufanya nini, ni kuona the light of day kwa hiyo family. Yeah, so vile father alitoka kaenda zake, mother ndiye akabaki way back kama bado Kamau ako class 7. So Kamau akabaki sana mamake. Na being that as a single parent in as much as wanajaribu ingi, though not everything just works out, not everything remains the same, not everything like yani una havingi kujinyima a lot of things just to cater for the child or the entire family, like when do sa unachukua sa the steering wheel of the family. So mama Kamau alianza kulea Kamau kama Kamau ako class 7. Okay, asa ndo sa akakosa single parent. So Kamau alikuwa mwanafunzi chupi. Alikuwa anasoma tu kwa shule fulani huko Gorokocho. Alikuwa mwanafunzi chupi kabisa, anaenda shule, alikuwa na perform vizuri. Though kuna times zingine school fees ndiwanga inaleta shida. Mama Kamau alijaribu sana ndio mtoto wake asome. Okay? So Kamau akaingia class 8, akaperform vizuri sana. Na vile aliperform vipo akaingia high school. So aliendelea na hiyo brightness form 1, form 2, form 3. Then mama Kamau alikuanga vendor, alikuanga vegetable vendor. So nje ya plot yao hapo hivyo nje kuliwanga na kiosk kingine kama bati, aliconstruct. Yes, tu ndogo tu kama bati. So kila siku asubuhi alikuwa anaamka anaingia tu soko Korokocho hapo, anachukua masukuma, makunde, mamurenda, anazipaka hapo hivyo nje ya gate, then anaanza kuuza. Okay. So hiyo do yenye alikuwa anapata hapo ndio wangejikimu nayo. Angeweza kulipa rent. Unajua ukivo place Korokocho, ukivo kuna zile places zenye house rent haziwangi expensive sana. Yeah, so angeweza kulipa rent, then kidogo tena hapo apate kidogo hapo ya food, tena kidogo hapo ya mavazi. So like hii ndio ilikuanga the only source of income kwa familia kina Kamau. Na they were not complaining in as much as waliwanga chini, they were not complaining. So Kamau alikuwanga anaona easy struggles zenye mamake alikuwa anapitia. Na kila siku alikuwa anaeka mamake chini, anamwambia mam, siku moja nitakubeba kwa ndege. One day mam, nitakubeba kwa ndege nikupeleke nje kama vile watu wengine wanapandanga ndege. One day nitakutafutia passport na visa nikupeleke ng'ambo for vacation. Okay? So hii yote Kamau alikuwa ana promise mamake,
na after kumpromise aliwanga na work very very hard ndio akuje realize hizi zote. Okay, so Kamau amesoma, ameingia form 1, form 2, form 3, form 4. Mamake ana struggle, anang'ang'ana. Vile alifika form 4, Kamau alikuwa chupi, akaperform. Kamau alitoka na B+. Okay, so Kamau ametoka na B+ hapa hivi. Amesema mimi hasa the only focus yenye niko nayo ni education peke yake. Nataka ni make it big. I want to realize all the promises zenye nilimekia madhe way back. Okay, kwa sababu mamangu ashateseka sana na mimi. So Kamau amejoin Nairobi University. Hakupata scholarship, but then aliitwa Nairobi University. Nairobi University man ni shule ingine. Ukipata chance ya kusoma Nairobi University, you know, wale wanafunzi wote wenye wamesoma Nairobi University mnajua tu hiyo ni shule yenye ukiitangwa man unasemanga bas. In Nairobi University, schools like Daystar, schools like MKU and so on and so forth. So Kamau alipata chance ya kwenda Nairobi University. Okay, so vile alifika Nairobi University ukevyo ndio sasa life ikachange. Life ili change. Madhe bado ukivya na struggle ndio Kamau apate at least do, then help pia iko hapa. First year Kamau amejaribu vile anaweza na do za help I mean then kulikuwa pia na savings pia zake pia kidogo like alikuwa na struggle. Okay, Kamau amejoin Nairobi University hapa. So vile sa amesoma vitu zikaanza sasa kwenda mrama. Like so help ikaanza kukawia. Like yani vitu zikaanza ndani kwenda mrama tu for some reason. Okay? Madhe alikuwa already amesha kuwa of age, like ile nguvu yenye alianza nayo kama bado Kamau ako class 7 ikaanza kudidimia along the line. So in as much as angeza kurauka 5 those days akienda skuma vegetables, so alianza kuamka saa maybe saa 2 saa 3, unaona, you know, kujikokota. Sasa uzee inaanza kuingia. Okay, so Kamau aliona okay, mamangu ameshaanza kuzeeka, mimi niko shule hapa hivi na nafaa kumsaidia. So kuna times zingine Kamau ange skip lessons akienda mjengo, at least angangane apate do ya kujipeleka shule, angangane apate do ya maybe kushughulikia house rent, angangane apate do ya maybe at times kushughulikia pia nyini food kwa nyumba, you know. Yeah, so vitu zikaendelea hivyo. Amemiss class ya kwanza, class ya pili, class ya 3 hivyo without even an apology. Like okay, alikuwa ndakasa kukill 2 birds with 1 stone. Ye mtu mmoja hivi ni mwanafunzi, ye mtu mmoja hivi ni waka pia mahali kwa mjengo. Unaona, so alikuwa hard worker, alikuwa anang'ang'ana vile naweza, at least I make it at least one day akuwe na kitu kwa mkono. So vile vitu zilienda hivyo, school fees, you know, kuna time school fees ilikuwa inapandishwa, you know, Kenya pia kuna time zingine yani vitu zina changing all of a sudden. So school fees inakuwa hiked with the time, help inakawia kukufika. So kuna time ange have kurudishwa home kwa sababu do haikukua, unaona. So Kamau aliona like any vitu zimeanza kukwama na place imefika sasa, I now have to choose one thing. So Kamau alikaa tu chini akaona vitu zime escalate, school fees deni imekuwa kubwa, so ali have to drop out. Alisema masomo haishangi, I now have to drop out, at least niingie janta now full time, at least nipate do ya kusaidia madheo kivipia. Okay, so Kamau along the line hapo hivi alikuwa na msana mwingine mrembo, alikuwa anaitwa Winnie. Okay, so Winnie aliona kama Kamau Kamau ako down. Okay, so from the incitement ya marafiki, Winnie akaachana na Kamau. Aliambia Kamau, mimi sikutaki because makeup yangu hauzanyi nayo, salon hauwezi nipeleka, manguo zangu hauwezi nibaia. So Winnie alipiga hesabu ya hapa, aliona hapa. Okay, Winnie aliona hapa kasa mimi Kamau haizi nilisha.
nikikuomba do sahi at least ya pocket money Kamau hawezi nipatia. Okay, so Winnie akaambia Kamau, mimi na wewe tumeachana. Ili heartbreak Kamau sana. Okay, so Kamau akasema haisu, si umeachana na mimi ni sawa, na focus yangu yataka tu kuwa me and my mom, me and my mom. Okay, so Kamau alikaa chini one day kwa gate yao tu hivyo tu chini karibu na kibanda mamake. Akasema okay, so mimi nimeishiwa, like nobody wants to associate with me because I'm poor, like niko tu down. Okay, mimi sina form, niko tu hapo. So Kamau alikaa tu chini hivyo nje ya kioski ya mamake, na akaona mzee mwingine amevuka na jackets akiuza. Hawa wenye wanavuanga na wanatembeanga na majackets, wanatembeanga na manguo. So huyu mjamaa alikuwa anatembea na jackets. Okay, so kuna idea ilimuingia, akasema huyu mjamaa anatembea na manguo na maybe alianza kutembea nazo from asubuhi, anajenga do. So what of me? Nimeshakaa kwa haoi time yote, nilifukuzwa shule, dem ameniacha, niko peke yangu mimi tu na maadhe marafiki pia, hata no one wants to associate with me. Okay? So Kamau alikuwa na savings. Akasema okay, nataka sasa niende niingie coach pia mimi nitafute manguo, okay? Za madem, tops za madem, skirts za madem, nianze kutembeza. So alikuwa na savings I think around tao hivi. So kesho yake akarauka, akazibai mingi, manguo mingi. Unajua kocho kwa hivyo manguo ni cheap. Akabai mingi, akaanza kutembeza. Day 1 ametembeza, day 2 anatembeza. Ikifika jioni anapata do kidogo, at least anaweza bai unga, anaweza bai shuge, anaweza bai chumvi, at least food inaweza kuwa kwa hao. So akaona okay, hii kitu naweza iweka ikuwe sa biashara, full time hustle. So alianza kushika sanari, anaanza kushika sa moto kila siku. Kama maybe wiki ameendea za tao, next week aendea za 1500, hiyo wiki nyingine aendea za tao mbili. So biashara ilianza ikaanza kunoga. So one day aliambia madhake, mam, umeshauza mboga kutosha, wewe pesa kaa chini, mimi sasa I now want to take the wheels. Asubuhi nikiamka, chukua mkono weka kwa kichwa changu, niombe at least day ikuwe na mazao. So mamake alikuwa anamuombea kila siku, anamwambia mtoto wangu, wewe enda na let nothing hold you back, Mungu akutangulie. So kila siku Kamau alikuwa anatoka, alikuwa anachukua Mungu anaweka mbele. Okay, so biashara imeendelea, watu wakaanza kumjua. Alikuwa anafanya mpaka deliveries ndogo, manguo za madem zile smart, na wase waligrow kupenda services zake. Okay, so Kamau was a very alikuwa very ambitious. Okay, so alikuwa anakaa chini anaangalia, okay, hii biashara yangu since nianze imesha kuwa able kunifanyia hii, so wacha sana nifikirie kufanya hii na hii. So one day Kamau alisema sasa place imefika, nataka sasa kwanza naleta bail. Okay, naleta bails na supply kwa our small business vendors, our wenye wanauza manguo za madem hapa hivi coach. Nataka sasa naenda Gikomba, nachukua bails na kama nazo huko hivi supply. Okay, so alijaribu hivyo ya kwanza na akaona kama inashika. So waswali wanakuja kwake, wanachukua manguo mingi kadhaa, waenda wanaweza kuuza saa around Korokocho hivyo, Gomongo la Kisama around. So biashara ya Kamau ilikuwa imeshika. Okay, ilianza kushika na akaona okay, so hii biashara yangu iko sawa, so what do I now do? Nifungue sa place. Kamau aligrow akafika hiyo point yenye mpaka anaweza fungua place. Mtu mwenye alikuwa ameachwa, mtu mwenye hakuanga na kitu yoyote. Sasa ilifika sa point amefungua sa stall kubwa, alipata ka container fulani, so akaitengeneza vizuri, akapartition vizuri, then manguo alikuwa analeta in bales, anamwaga hapo. So walikuwa wanakuja kuzichukua hapo hivyo. Okay, walikuwa wanakama hapo, wanachukua kutoka kwake, wana supply. So yeye ndio alikuwa ni kama wanaitwangaje, retailer ama okay, yeah. So yeye ndio alikuwa na place fulani,
So waswali wanakuja wanachukua kutoka kwake. Aligrow akafika point kama hapo. So alianza kuingia sasa mafutani. Wewe niambie kama ukifika place kama hapo, kama ex wako haezi rudi. Yes. So Winnie alishaenda. Kamau amebaki tu Kamau na mamake. So alikuwa ana struggle. Akatoa mamake pale hivyo. Akafungulia mamake sa place. Place mamake anaweza kuwa anafungua anakaa. Okay? Atembei anakaa. So wasende waliwanga wanaletea mamake stock. Mamake anauza. Then do ilikuwa inaingia. So do zenye ziliwanga zinaingia za mamake akwanga anazitumia kwa nyumba. Hizo zilikuwa tu zake tu personal. Okay? So Kamau ndio alikuwa ameshika sa full control ya nyumba. Yeye ndio alikuwa sa ana provide rent, ana buy food, ana buy mamake manguo, ana provide kila kitu yenye ingehitajika. So ilifika point Kamau akatoa mamake place mamake alikuwa na stay pale kwa plot ya mabati, akamuingia sa kwa self ya 1 bedroom in Lakisama. Yes. So do ilikuwa imeanza kuingia. Unaona sasa hiyo growth pole. Okay? So Kamau ametoa mamake from point akamweka sa point ingine. Mamake sa anaishi sa kwa 1 bedroom. Anakula kwa sitting room, analala kwa bedroom. Kuna choo hapo, kuna jikoni hapo. Okay? Yes. So biashara Kamau imenoga. Akaanza kufikiria now, how do I now make this money equals up do yenye inaingia sa mob. Akaanza kuinvest kwa small businesses. Okay? Small businesses. Buy shares place kama hapa, ameenda buy shares place kama pale. So akatoka sa Korokocho hapa, akapata sa place sasa Eastleigh. Ametoka sa Korokocho ameingia sa Eastleigh. Kamau ule tu wa jana ametoka Korokocho ameingia sa Eastleigh. Eastleigh pale hivyo akapata sa place tu kubwa yenye sa anaweza katosa manguo sa place tofauti analeta tu pale. Anatoa manguo place tofauti analeta tu pale hivyo. So akajaza mpaka hiyo shop yake. So watu sasa walikuwa wanamjua sa kama Kamau, like yani Kamau clothing enterprise. Amefungua Kamau clothing enterprise. Mtu mwenye alianza tu na mitumba in Korokocho akitembeza. So amefungua sa enterprise. Ako sana hiyo shop pale hivyo. Kuna ingine pia Korokocho hapa ameandika wasi wawili. Pale hivyo pia Eastleigh pia main sa headquarter amefungua sa kubwa. Yenye sa manguo sa anatoa mpaka nje analeta hapo. So one day kuna mjamaa fulani mzungu fulani alipatana na Kamau online. Okay? Client tu alipatana na Kamau online. Alikuwa ameona kama vitu zenye Kamau anauza. Ndio nikwambie bahati ikishakumulikanga. Mungu akishakumulianga tu na torch yake hivi. Torch ya Mungu ikishakumulikanga hivi. Believe you me, hata mapepo za kwenyu hazizi izima. Mapepo za kwenyu haizi zima torch ya Mungu. Ikiamua tu kukumulika. So Kamau alimulikwa. Hiyo ni ukweli yenye iko, alimulikwa. Okay? So huyu mzungu amepatana na Kamau. Akasema now I now want to order from you. Na kuna kitu ilimpendeza na hii biashara ya Kamau. Akasema hii kitu inaweza kuwa line tu yenye inaweza julikana mpaka ukivi place yenye niko. Kwa sababu aligundua Kamau ni msee mwingine ambitious, msee mwingine mwenye yani anaona mbele, mtu mwenye kuwork nayo ni rahisi. Okay? Mtu mwenye ako very creative, self determined, alikuwa very creative and inspiration. Okay? So huyu mzungu akaanza kuorder from Kamau. So Kamau, imagine Kamau of yesterday, anatoa manguo Eastleigh zinakuwa transported. Inapelekwa Mlolongo huko nini JKIA, inapanda ndege manguo za Kamau zinapanda ndege zikienda majuu kwa mzungu. Then Kamau anatumia tu pesa through bank. Huyo ni Kamau of yesterday. So ilifika sa point tu mzungu in the next like 2 minutes hivi mzungu akaona vitu zenye unanifanyanga zinaonga poa. Now kuna tender I now want to apply. Kamau sasa like mzungu aliambia sa Kamau I now want to start now applying tenders. Huku hivi kuna kuanga na wasee wengi sana wenye wana deal na manguo kama hizi. Okay? Kuna wasee wengi wenye wana deal na manguo. So unatoa ukivi, unaleta ukivi, sisi tuna supply. You know, kama kawaida inaonga manguo zinatoka nje, zinakaa Kenya.
Hiyo ndio the obvious line. But then sa Kamau hapa hivi in a way manguo zake zilikuwa zinatoka huku hivi zikienda majuu. So huu mzungu akakaa na Kamau chini akamwambia, now nataka sana nichukue sa tenda, okay? Yenye tunachukua manguo hivi tuna supply parts za Africa. So Africa huku majuu pia. So tufungue small businesses like any small stocks, small stalls huku hivi. So walianza na majuu, akaenda Uganda, imeenda hivyo South Africa, imeenda like any Kamau Clothing Enterprise. Kamau Clothing Enterprise. So mzungu alisponsor Kamau. Okay? Alisponsor Kamau. Kamau alishika tenda. So yeye ndio anashika tenda kusupply manguo huko hivyo nje. Imagine Kamau of yesterday. So sahi Kamau Clothing Enterprises imeanza kushika sa Africa, imeingia Uganda, imeingia Mozambique, imeingia Malawi, imeingia Burundi, imeingia wapi kwingine, Kenya huku hivi iko, okay, South Africa, Kamau Clothing Enterprise. So Kamau amekamsa akashika akakuwa sa mtu mwingine business tycoon. Ameinvest kwa small businesses, hoteli, manguo, viatu. So Kamau sahi ameshika. So imefika sa point Kamau akadecide nataka sasa nirudi sawa wapi shule. Kamau akajirudisha tena shule Nairobi University. Remember dream yake ilikuwa kukuwa engineer. So ilibidi sa Kamau sa arudi shule kwa sababu dosa zimeanza kuingia. Imagine a guy from Korokocho hapa. True story. A guy from Korokocho hapa. So sahi amekosa business tycoon with very very many business stalls around Africa. Na pia ingine pia iko majuu. So Kamau mwenye hata baiskeli alikuwa nayo Kamau amebai gari yenye anaweza drive akienda no shule. Kamau amebai mamake gari. Kamau amejengea mamake nyumba Kiambu. Home ya mamilioni ya pesa. Huyu ni Kamau. Madhisa amekosa proud, okay? Amefungulia mamake cosmetics za mafuta, manguo. Amefungulia mamake Kiambu. Kamau today amefungulia mamake cosmetics shops ndogo Kiambu mingi sana, almost 5. So mama Kamau sahi ako very very proud. Now wherever it is that you are, hii story inakufunza nini? You should keep your dreams alive wherever it is that you are. It does not matter what you have right now. Kamau hakuanga na kitu yote, alibaki tu na mamake. 2 people in the world. Hakuanga na anything, waliwanga wana stay kwa plot ingine very 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 shanty. Place yenye ukiingia ukifungua gate hivi veranda ni sewage. Unaimagine sasa mvua ikinyesha hapo hivyo, vile mvua ikinyeshanga, like yani vitu, hiyo plot ilikuwa inajaa maji, mtaro, sewage. Ilikuwa inanuka uvundo, but then walivumilia wakitiana tu moyo. Na anaambia mama, anaambia mtu wake, usijali, one day you are going to make it. Kamau pia anasema mama, usijali, one day ndakuwa na ndege. Saa hii Kamau as we speak alitafutia mamake visa, ametengeneza mamake passport. Mamake asha travel to different countries, akianza kurudisha tumili pole vacation. Mamake ameenda mpaka matibabu ng'ambo. Imagine. So hii story inafaa kukufunza, you should not give up. You should keep your dreams alive. You should keep your determination alive. You should keep your determination very 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 strong. Now wherever it is that you live, hata kama bado wale watu wenye Kamau aliacha Korokocho kevo, musichoke. So Winnie alijaribu kunok mlango ya second chance mara mingi. Kamau alimwambia, hey, I've forgiven you, but then me taking you back, no. So sahi imagine kuna dem mwenye anaenjoy zile vitu zenye Winnie sahi angekuwa anaenjoy. Hata madem nyinyi place yote yenye muko, do not look down on your boyfriend right now. Place yenye yuko sahi mpende kama ana. Ukiwa able kumpenda kama ana, itafika some point atakuwa nayo. Okay? Ni watu wangapi wenye sahi walivumilia na boyfriends wao wenye sahi wana make it, wamesha make it big, wana enjoy fruits of their labors, fruits of their determinations, fruit of their hard work. Angalia Diana Bahati. Wametoka na Bahati wapi? Who knew?
Bahati aliwanga anaishi wapi? Madhari. Sasa Bahati anastay wapi? Karen. Angalia vitu zenye Bahati anafanyia bibi yake Diana, just because of determination. So hii story inafaa kutufunza hatufai ku give up on each other in as much as hauna kitu sahi, nafaa kukupenda. And no matter wherever it is that you're coming from, your dreams are valid. So guys, that was my time. Hiyo story ya Kamau imefika hapo. So sahi Kamau place yenye yuko sahi ako mbali, ako na mado. Kamau sahi ameomoka, do zinaingia hata kama hajaenda kazi. Ako na workers wengi sana ameandika in Kiambu, ukiona Uganda, ukiona South Africa, ukiona majuu. Kamau akona business stocks ndogo na zinamuingizia pesa. Okay? Yeah, so subscribe, comment, like, share. Please comment. Tell me what you think of this story. Tell me what you think of Raymond Victor. Vile nilianza nilisema, tell me what you think of my shows. Tell me what you think of my stories. I'll be bringing you different stories. Okay? Wewe pia unaweza nipatie pia moja hivyo chini kwa comment section hapo. Nipitie, nichambue, then nipatie wasee please. Wasee wengine pia okay, pia inspired na your story, sindio? So that was my time.